tunataka yetu. Tunakosa gani? Kupigania tume huru ya uchaguzi tunakosa gani? Sisi tunapigania uwezo, yani sisi leo hii tunapigania tuweze kumchagua mwenyekiti. Ukisoma katiba, mwenyekiti huyu wa kijiji, yani kazi yake yeye ni kuongoza watu kwenye kijiji, kwenye mtaa na kitongoji. Kazi yake ni kusoma mapato na matumizi. Kazi yake wananchi kwenye mtaa wako hapo unapoishi, unapita wewe ushirikiane na mwenyekiti, ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Kama kuna vibaka, sijui kama kuna takataka, namna gani ya kujiendesha kwenye mtaa wenu, itabidi mchague mtu ambaye mnamwamini, mtu ambaye atawaita kwenye kikao mtaenda. Lakini hata serikali ya CCM hata uwezo wa kukupatia wewe mwananchi, uwezo wa kumchagua mwenyekiti wa mtaa hatupewi. Hizi zalau hizi hatuwezi. Hizi zalau hizi hapana. Hizi zalau, hii nchi ni ya kwetu bwana. Hizi zalau, mwenyekiti wa mtaa si tushinde kuchagua mwenyekiti wa kitongoji, yani mwenyekiti wa mtaa tuchaguliwe, tuteuliwe. Ifike stage diwani watuteuliwe, tuteuliwe diwani, tuteuliwe mbunge, tuteuliwe rais. Hapana, hii haiwezi kuwa nchi. Hiki ni kikundi cha wauni wachache, ni kikundi cha wauni ambacho wameamua kukalia viti vya serikali. Hiyo hatutaki. Sasa na ili mjue hatutaki, mmeshaua watu wengi sana, mmeshateka watu wengi sana, haijawasaidia na mjaanza leo wala jana. Hatuwezi tukaishi kwenye nchi ambayo ripoti ya CAG kila mwaka inasoma mabilioni ya fedha yanaliwa. Vijana wamesoma vyuo vikuu, wazazi wao wameuza ng'ombe, mahindi na matikiti na nyanya chungu, wamesomesha watoto, wana degree wako mtaani, wanaishi hapo mtaani. Yani hapo mtaani ambapo kijana mwalimu mwenye degree anakaa, shule haina walimu, shule ina walimu 3, wanafunzi zaidi ya 2000. Serikali inashindwa kuajiri mwalimu akafundishe. Hii nchi hatuwezi kuishi nchi kama hiyo. Kwa hiyo sisi tunasema wa kuongoza serikali atapatikana. Tutapata katiba mpya. Katiba mpya ndio kila kitu. Yani matatizo yote ya wakulima, wafugaji, matatizo ya ardhi, matatizo ya ajira, matatizo ya afya yanatokana na katiba. Tukishapata katiba bora, yule rais mwenye mamlaka makubwa, rais wa Tanzania anateua watu zaidi ya 2000. Anateua wakuu wa mikoa nchi nzima, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, anateua si wenye viti wa bodi. Sometimes mpaka mwenyekiti wa vikoba huko anateua rais. Yule rais gani? Yeye rais ni Mungu. Alafu yule rais ambaye anateua kila mtu, huyo mtu akishateuliwa na rais anaanza kumpamba yeye. Huyo anampamba, kazi yake ni kumpamba rais tu. Ukienda sisi, wewe hapo kwenye jimbo lako na mbunge, lakini hapo kwenye jimbo lako mtu mwenye nguvu hapo ni mkuu wa wilaya. Yani huyo mkuu wa wilaya anaweza akamwelekeza polisi amkamate mbunge ambaye umemchagua, akamkamata diwani, akamkamata mbunge, akamkamata mwenyekiti. Yani wale watu ambao wamechaguliwa na wananchi hawana nguvu, ni boshen tu hapa Tanzania. Ukienda huko mkoani unakutana na mkuu wa wilaya, anaweza kuelekeza polisi muda wote wafanye chochote kile. Unakutana na OCD. Nyinyi polisi mnazalaulika sana. Sisi polisi tuwasaidiaje? Yani nyinyi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Tanzania, sisi tuwasaidie nini? OCD umeenda chuo cha polisi, umesoma, umepiga kwata, umegalagazwa, umefanya mafunzo, umeiva, lakini anakuja mkuu wa wilaya, hajapitia hata mgambo, mfano kama Joketi alikuwa mkuu wa wilaya, anaenda kumwamrisha OCD anampigia saluti huyu nani, mkuu wa wilaya. Hata mafunzo hata ya mgambo hana, ila ndio anamuendesha, anamwamrisha, anampatia amri ya ana control bunduki. Hizi si zalau hizi. Sasa nyinyi ndugu zangu, mna maana gani kwenye nchi kama ya Tanzania? Maana sisi tukasema wananchi tukipata katiba mpya, mkuu wa wilaya ana kazi gani? Wewe ukifikiria mkuu wa wilaya, futilia mbali vyeo vya wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, vyeo vyote ambavyo havina msingi mbele wala nyuma, futilia mbali. Mimi nipo kwenye mtaa wangu, kijiji changu, kitongoji changu, unaletea mtendaji wa nini? Sisi tuna mwenyekiti wetu wa mtaa, anajua tamaduni zetu, anajua tunapenda nini, anajua tabia zetu, tumemchagua sisi wenyewe, tunataka atuongoze. Mtendaji wa nini kwenye kijiji na mtaa? Anakuja kufanya nini? Haya, Tanga kule Mwanza ni wavuvi. Unamchukua mkuu wa wilaya Dar es Salaam, mkuu wa mkoa Dar es Salaam, unampeleka Mwanza kwa wavuvi. Hajui historia yote ya nyavu, hajui historia ya ziwa, anakwenda kukontrol. Akifika kule na choma nyavu za wafugaji, za wavuvi, choma sijui ng'ombe, wasukuma kazi yao ni kufuga ng'ombe. Anafika kule anaanza kuwapangia, mwisho kufuga ng'ombe 5. Pumbavu kabisa wewe. Tunataka nchi hii sisi tuiendeshe, tunajua tamaduni zetu. Ndugu zangu, msikate tamaa, msiogope, msiingie katika mkenge wote kujibizana sisi kwa sisi. Tusonge mbele, tufocus, tutashinda na tutaikomboa nchi yetu ya Tanzania. Hatuko hapa kufanya mapinduzi. Tunataka tupate sheria. Mtoto wangu mimi Mwaipaya, mtoto wako wewe ambao unanisikiliza, kesho na kesho kutwa aje aishi kwenye nchi yenye demokrasia, nchi ambayo inaheshimu haki za binadamu, nchi ambayo mtu mmoja akipotea, binadamu mmoja
akitekwa au akipotezwa, kama ni polisi wa eneo hilo atawajibika, kama ni rais atawajibika, kama ni waziri wa ulinzi atawajibika. Mtu akiwajibika, mtu akipata shida kwenye kituo cha polisi, kama mkuu wa kituo cha polisi atawajibika, kama sijui OCCID atawajibika. Tukiwa tuna nchi ya watu ambao wanawajibika, viongozi watatuheshimu sisi wananchi, kwa sababu wanajua nikienda kinyume na matakwa ya wananchi nitawajibishwa. Sasa hivi watu wanakufa, rais yupo, usalama wa taifa wapo, watu wanapotezwa, IGP yupo, usalama wa mkuu wa majeshi yupo, usalama wa taifa, mkurugenzi wa usalama wa taifa yupo. Hakuna hata mmoja ambaye anachukuliwa hatua. Hiyo haiwezi kuwa nchi. Hiyo haiwezi kuwa nchi. Tunatafuta haki ya kujilinda sisi wananchi, na hakuna jeshi, hakuna magereza, hakuna mahakama ambayo iliwahi kushindana na wananchi ikashinda. Wananchi tuna nguvu ya kutosha. Acha kutembea kinyonge, acha kupiga magoti kwa watu ambao wanakutesa. Sisi ndio wenye nchi, nchi ni ya kwetu. Mwalimu Nyerere alisema nahitaji unamaliza na hosia wa Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere alisema nahitaji kizazi jeuli, waasi zidi ya mfumo kandamizi. Kizazi hicho ni sisi hapa, kizazi jeuli na wahasi zidi ya mfumo kandamizi. Mwalimu Nyerere alitaka vijana jeuli, jasiri na wahasi zidi ya mfumo kandamizi. Au vijana ambao aliwataja Mwalimu Nyerere, ukiangalia CCM mnanukuu vifungu vingi sana vya Mwalimu Nyerere. Sisi tunanukuu kifungu hiki kwamba Mwalimu Nyerere alisema anataka vijana jasiri, waasi zidi ya mfumo kandamizi. Au vijana ni sisi, tutakuwa waasi na majasiri zidi ya mfumo kandamizi, kama ambavyo Mwalimu Nyerere alitaka kizazi hicho kiisaidie nchi. Kwa hiyo Dayoni na watu wote ambao mnanisikiliza, tuko hapa kwa ajili ya kuisaidia nchi yetu ya Tanzania. Hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kuacha, hatuwezi kuogopa mpaka tutakapopata haki yetu ya msingi. Asanteni sana, msijisikie wanyonge, msirudi nyuma, msikate tamaa, songeni mbele. Tutashinda. Tutakesha siku ya tarehe 24, tutatoka siku ya tarehe 25 mpaka tutakapopata haki ya ndugu zetu, ambayo haki hiyo inataka kuminywa na wachache. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. From now ningependa kusikia strategy ambazo mmeziona nyie Gen Z na vijana na Watanzania kwa ujumla, tunafanyaje tarehe 24 usiku, kwa sababu nimeona watu wanasema maandamano yanaanza tarehe 24 usiku alafu yanaamkia tarehe 25 asubuhi non stop. Sasa ningependa tujadili, tuwe wote tuongee lugha moja zinazofanana. Maandamano yanaanza tarehe fulani usiku wa kuamkia tarehe 25, hakuna kutaja location, hakuna kutaja, maandamano ni kama ya tarehe 29. Maandamano yanaanza pale mnapotoka. Kingine, boycott wasanii. Yani acheni kusupport wasanii sasa hivi, wanataka kuuza show za Disemba. Acheni kusupport wasanii, boycott wasanii. Yani kwanza hata ikiwezekana kwenye hizo show zao mnaenda na mnalazimisha kuingia bure. That's the point. Kwa sababu wamekataa kutusemea issues zinazotuumiza sisi kwenye jamii, na sasa ni sisi kuwaonyesha kwamba hivi vitu vinatuumiza sisi. Sasa ningependa nimwachie Trump, alafu aje veteran C6, alafu naomba natamani Sama arudi ili nimwachie awe naitwa key speaker wa hii ama NTG, kwa sababu vijana mna nguvu kubwa. Yani nakuwa overwhelmed, yani mna nguvu kubwa na natamani nguvu ikuwe kwenye ground pia, yani iwe the same jinsi tunavyofanya kwenye TikTok, na kwenye ground iwe the same. Cha kukumbusha, zile live za mamluki kule wakianza kuongea masuala ya kuja kutuvamia huku, naomba mwende mpeleke nguvu, block, report, washushiwe na wao. Yani tuwaonjeshe dawa wanaotupa sisi na wao waka feel the same way. Kama wana respect right of speech na right of expression, watu waache bila kutureport, na sisi tutawaachia live zao bila kutureport. Na sisi hatuendi kule kwenda kuwabugdhi, wako kule na watu wao, wanafanya vitu vyao. Hiyo ni right yao kama Watanzania, na hii ni right yetu kama Watanzania kudai haki zetu za msingi kama Watanzania, na kama vijana wa Tanzania, na kama wanawake wa Tanzania, kama watoto wa Tanzania. Kwa hiyo everyone play team zake, yani kila mtu acheze ama apambane vita vyake, period. So wakiwa natuingia hapa na kule wakifungua, kama wanatuma watu waje waturipoti, na kule lendeni mkaripoti akaunti zao zishushwe, live zao zishushwe. So Trump karibu, and then veteran yeye wenyewe ndo mtasemeshana hapo. Kimaliza unamwachia Mike veteran C6, alafu muendelee. Kitu kingine, nimeona comment nyingi za